Nichukue nafasi hii kuwatakia heri wananchi wote wa wilaya ya Bukoba, heri ya sikukuu hii ya Pasaka kwa mwaka 2026. Ni sikukuu hii ambako waumini wa Kikristo wanakumbuka mateso ya Bwana Yesu, kufa baadaye kufufuka. Mimi niendelee kuwatakia wananchi wote sherehe njema hizi, lakini niendelee kuwatakia utulivu sana katika familia zao, katika nyumba za ibada. Tumeimarisha ulinzi katika maeneo yote ya ibada, maeneo ya starehe mbalimbali katika maeneo yetu. Niwatakie kusherehekea vema sikukuu hizi kwa utulivu mzuri, lakini niendelee kuwasihi wananchi wote wasiwe chanzo pia cha uharibifu, upotevu wa amani katika maeneo yetu. Lakini kipekee sana niendelee kuwaomba viongozi wa dini katika sherehe zote zitakazokuwa zikiendelea, waendelee kuwa na mahubiri mazuri, wawahusie vizuri wananchi wetu na Watanzania kwa ujumla, kuendelea kuwatakia heri njema, lakini kuendelea kuwakumbusha makumbusho mbalimbali katika kuendelea kutenda haki katika maeneo yetu, lakini na kudumisha amani katika maeneo yetu. Tunayo imani kubwa na viongozi wetu wa dini, wamekuwa wakituhusia mara kwa mara, lakini tukiendelea kufuata yale ambayo wanatuhusia. Kwa hiyo niendelee kuomba sana, hata wito wanaokuwa wanautoa basi wao ni wito wa kuendelea kuombea amani, kuwasitiza wananchi kuendelea kudumisha umoja tulionao, na kusiwa na maneno ambayo itakuwa yana upotevu wa maadili katika maeneo yetu na pia kuwagombanisha wananchi katika maeneo yetu. Lakini endelee kuwasihi wananchi pia watakao kuwa wanatembelea maeneo ya starehe, katika kumbi za starehe, lakini pembezoni mwa ziwa pia. Mara nyingi katika sikukuu hizi kuanzia jioni kunakuwa na watu wengi katika maeneo ya ufuko wa ziwa. Niendelee kuwasihi sana watu kuendelea kuchukua tahadhari katika maeneo hayo. Wakati mwingine kuna upepo unatokea wa ghafla katika ziwa, unakuwa na hali ambayo sio nzuri ya kiusalama. Niendelee kuwasihi sana watoto wadogo wanapoenda katika maeneo hayo ya kuogelea waambatane na walezi au wasimamizi wao, na watoto wadogo wasiingie kwenye maji peke yao. Kumekuwa kuna vifo vingi vinavyokuwa vinatokea sikukuu hizi, watu kwenda kwenye maji, lakini pia kutokuwa na uangalifu. Kuna sehemu yenye vina virefu, tuendelee kuwa na tahadhari sana katika maeneo hayo. Jeshi la zimamoto na uokoaji litakuwa likitembea katika maeneo hayo, lakini inapofika saa 12 jioni watu wote waondoke katika fukwe hizo. Hatutaruhusu watu kuendelea kuwepo baada ya saa 12 na usiku kuendelea kuwepo katika fukwe hizo. Kwa swala la kiusalama tuendelee kutoka huko, na wakiendelea kuzuiliwa kutoka kukaa kule, niombe sana waendelee kutii hayo yote yatakokuwa yakifanyika katika maeneo yale. Tuwape ushirikiano wenzetu wote wa vyombo vya usalama, hawa zimamoto na uokoaji, lakini jeshi la polisi na walinda amani katika maeneo yote. Tuwe na tahadhari. Tunapokuwa nyumbani tuwe na tahadhari katika nyumba zetu. Tusijaribu kuondoka wote tukaacha milango wazi, tusifunge milango. Bado tuendelee kuwa sisi wenyewe kila mtu mlinzi wa mwenzake katika maeneo yake. Kutoka kuna matembezi mengi katika mji wetu, maeneo mbalimbali, kutembelea ndugu na rafiki, lakini pia tukumbuke kwenye nyumba zetu pia tuache tukiwa kuna usalama pia. Tusiondoke wote, wengine wabaki nyumbani, hata tukitoka basi tutoke kwa makundi pia, tusiache nyumba zikiwa peke yake, lakini tutembeleane, tutakiane heri wote kwa ujumla kuendelea kudumisha amani katika wilaya zetu. Lakini ratiba zote zitakuwa zikiendelea vizuri na zikiendelea kama kawaida. Maeneo yote ya utoaji wa huduma kama hospitali zetu, vituo vya afya, zahanati, huduma zitaendelea kama kawaida. Ni mapumziko tu ya kama zile ofisi zetu zitakuwa zimefungwa, zingine kama ofisi za serikali, lakini mabenki yatakuwa yamefungwa, lakini sehemu za utoaji wa huduma kama hizo za hospitali, vituo vya polisi, sehemu zote zitakuwa wazi kuendelea kupokea taarifa zozote.